Mungu ametuwezesha leo. Kwa hivyo naungana na waliozungumza kabla yangu kumshukuru Mungu kwamba leo tuko hapa. Lakini pamoja na kujialika mimi kuwa mgeni rasmi, nafurahi kwamba jambo hili leo linadhihirisha kwamba sisi kama sehemu ya wanawake wa taifa hili tumekusudia kuambia ulimwengu kwamba sisi sio tu wanawake wafuasi wa mabadiliko, lakini sisi ni vinara wa kuyaasisi mabadiliko katika sekta zote za maendeleo, na TRC ikiwa sehemu ya hapo. Ndugu zangu, kongamano hili la muhimu sana linafanyika wakati ambapo Tanzania inaendelea kuonesha mafanikio makubwa katika kusukuma mbele ajenda ya maendeleo ya kijinsia katika maeneo mbalimbali ya kijamii, kiuchumi na kisiasa. Kwa mujibu wa ripoti ya Global Gender Gap ya mwaka 2024 iliyotolewa na World Economic Forum, Tanzania inashika nafasi ya 64 kati ya nchi 146 duniani ambazo wao walitazama, ikiwa ni miongoni mwa nchi 10 bora Afrika katika jitihada za kufikia usawa wa kijinsia. Sasa jamani, ukitaliwa kwa 10 bora, hebu ongeza makofi kidogo. Kwa sababu pamoja na kwamba hatujafika tunapotaka kwenda, lakini ni dhahiri tumepiga hatua. Tumepiga hatua kikatiba, tumepiga hatua kisheria, tumepiga hatua kisera pia. Sasa kikatiba, mama zangu hao wamepewa fursa ya kuzungumza, waeleza kihistoria tukianzia wapi. Lakini kwa kifupi, haikuwa rahisi. Hata leo tunazungumza habari ya bungeni kwamba tunayo 37. Haikuwa rahisi kubadili katiba, kuweka asilimia isipungue 30 ya wabunge wote lazima wawe wanawake. Wanawake walipigana, lakini sio wanawake pekee, na wanaume waliounga mkono. Kwa hiyo leo tuna mama zetu wawili hapa ambao ni sehemu ya hao walioongoza mapigano hayo, ili sisi tuweze kukaa hapa tukimsikiliza spika ambaye ni mwanamke. Hapa haina uhusiano na kujishtukia leo. Asanteni sana. Sasa tumepiga hatua na nikasema tuko kwenye mgogoro, kwa nini tujipigie makofi? Kwa sababu nyinyi mnajua nyumbani kwanza wakati tunasoma shule ya msingi, hasa shule ya msingi, ilikuwa kama ulikuwa wa kwanza, wa pili, wa tatu, ukifika nyumbani ukiulizwa enyewe matokeo yanakuja, unasema kwanza unaanza kutaja niko kwenye kundi bora. Si ndio wako na kundi bora jamani? Kwa Tanzania tuko kwenye kundi bora, na kundi bora sio tunatajwa jamani. Kwa hiyo lazima tujipigie makofi. Sasa ukiacha neno sema usijishtukie kwenye hili nalo, sisi kama Tanzania kwa hatua tuliyopiga tusijidharau. Tanzania tusijidharau, wanawake tusijidharau, hasa kipindi hiki ambacho tunaye Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye anafanya vizuri, na leo naweza kusema pengine kuliko wanaume. Sasa na imani hili halitakuwa la kwanza na la mwisho. Kwa hiyo tutakuwa na utaratibu huu sasa tunapoendelea mbele. Mheshimiwa mgeni rasmi, kauli mbiu yetu leo ambayo ni mwanamke kama chachu ya mabadiliko inaakisi ukweli usiopingika kwamba maendeleo ya taifa letu hayawezi kufikiwa bila kushirikisha nguvu, maarifa na hekima ya wanawake. Mwanamke ni kiungo muhimu katika maendeleo ya jamii, kiuchumi na kiutawala. Katika kutambua mchango wa wanawake, shirika la RED Tanzania limeweka mkakati wa kuhakikisha usawa wa kijinsia unaimarika na kwamba wanawake wanashiriki kamilifu katika shughuli zote za shirika, na kuanzia ngazi ya maamuzi
hadi kwenye utekelezaji wa majukumu ya kila siku. Miongoni mwa hatua tulizozichukua ni pamoja: ya kwanza, ajira na uongozi. Shirika limeweza kuajiri idadi ya wanawake 763 katika nafasi mbalimbali. Miongoni mwao wamo wahandisi, wapo mafundi wa reli. Kwa maana ya viongozi, tuna viongozi 8, tuna wahandisi 31, tuna mafundi wa reli 47, tuna mafundi mchundo maana technicians 90 na madereva wa treni 4. Na mheshimiwa mgeni rasmi, bado tunataka kuongeza zaidi madereva wa treni. Na malengo yangu kwa kweli, mheshimiwa mgeni rasmi, niwe mkweli. Nilikuwa nataka kama Mwenyezi Mungu akiniweka niwe hai, basi angalau kama siku ambayo nasema natoka, angalau iwe 40, 60, nikipata 50 itakuwa nzuri zaidi. Lakini sikuwa very optimistic. Niliona kwamba niwe na namba ambayo nikiwa na 40, 60 nafikiri nitakuwa nimetoka nikiweza kuzungumza kwa watu. Katika utekelezaji wa haya yote, tunaamini kuwa maendeleo ya shirika letu hayawezi kufikiwa bila kuwawezesha wanawake kushiriki kamilifu. Kwa hiyo tunatoa wito kwa mashirika mengine, taasisi na jamii kwa ujumla kuendelea na kuwekeza kwa wanawake, kwani uwekezaji kwa wanawake ni uwekezaji wa jamii nzima. Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge, Dar es Salaam na chenye ithibati na usajili wa NACTVET namba REG/ANE/029 anapenda kuwatangazia ofa maalum wahitimu wote wa kidato cha 4 2024 kwa kozi mbalimbali zikiwemo computer application, ICT for beginners, CCTV camera, video production, graphics design pamoja na sales and marketing. Kozi hizi zitaanza tarehe 2 mwezi wa 12 kwa awamu ya kwanza na tarehe 6 mwezi wa 2025 kwa awamu ya pili. Pia muhula mpya wa masomo kwa kozi za IT, Hotel Management na Front Office utaanza tarehe 8 January 2025. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0766348652 au 0717816034. KITM, elimu na ujuzi kwa maendeleo ya uchumi.